kushirikiana na mtendaji wa kata na tarafa tuliwashika watu wawili walijifanya ni maafisa wa NIDA watumia kuwatapeli wananchi, na tayari wako kesi yao iko mahakamani kwa ajili ya kuchukua mkondo wa sheria. Zoezi la NIDA ni bure, hautoi fedha yoyote kuanzia kupata fomu, kujaziwa, kugongewa muhuri wa kijiji wa kata, kugongewa muhuri wa uhamiaji, kuhudumiwa na maafisa wa NIDA ndani pamoja na kupata namba ya NIDA na kitambulisho. Ni bure, hutakiwi kutoa pesa yoyote. Pesa utakayotoa ni utatajia stationery shilingi 200 ya kopi yako ya kiambato chako, lakini usitoe hela yoyote wala usitapeliwe kwa hela yoyote. Serikali iko macho na kuna watendaji wanapita kukagua hili zoezi. Kwa hivyo na washauri watafute shughuli nyingine za kufanya, na kwa sababu shughuli ziko nyingi, waache kutapeli wananchi. Zoezi hili ni bure na serikali imehudumia kila kitu. Naendelea kuwasisitiza tu wananchi wasikurupuke katika kupata huduma hii, kwa sababu katika mkusanyiko wa watu wengi kama hawa matapeli pia wanakuwepo. Watu wengi wanakuja kupata vipato kwa njia ambayo sio halali. Tunawashauri wananchi wanapokuja katika kupata huduma katika ofisi ya kata hapa, waje kuonana na maafisa ambao wanahusika kwa ajili ya hili zoezi, wapate maelekezo sahihi, waweze kuhudumiwa bure kabisa pasipo kutoa chochote. Ili tuweke nidhamu hata kwenye matukio mengine ya kiserikali, lazima tuweke nidhamu. Watu waliokamatwa hapa lazima tuwafikishe mbele ya vyombo vya sheria ili sheria iende kachukue mkondo wake. Wenye wengi kuna mengi. Hatuwezi kuwa wasafi wote na wala hatuwezi kuwa wasafi kila siku, lakini iko hivi, watu huenda wanapokuwa nakaa hapa wanaona kwamba nao kama vile wanapoteza muda, kwa sababu hili jambo ni la kujitolea. Kwa katika kukaa hapa wao wanaona kwamba wanapoteza muda wao, kuna mambo mengine hasa kifamilia, kwamba familia inahitaji chochote, alafu zoezi hili lenyewe ni swala la kujitolea. Kwa wanaona kwamba atumie fursa hii, labda kama itapatikana chochote kwa mtu yeyote anayekuwa anahitaji basi. Na hizi changamoto zipo nyingi sana. Mtendaji wa kata alisema kama itajitokeza mtu akakamatwa na hili jambo, basi aliyetoa hela na ambaye aliyepokea hela wote watawajibika. Tumeshatangaza mara kwa mara, huduma hii ni bure, kwa sababu kama mtu tampitisha kinyemela, basi unakaba nafasi ya mtu ambaye amekuja mapema na anakuwa anakuja kila siku. Hili tunatangaza kila siku, wananchi wanapaswa kutuelewa. Huduma hii ni bure. Hapo sasa kwenye kutozwa hela mimi hata sikufuatilia kwa sababu nilitaka kukata tamaa. Wengi sana nilikuwa nasikia kwamba wanatoa hela. Ukiwa na chochote unatoa ndio unapata nini? Kwa wepesi NIDA. Lakini watu ambao wanapewa hiyo fedha hao ndio wana matatizo. Lakini ambaye anatoa pesa hana tatizo. Maana na yeye anataka kwamba apate nini? Apate ya NIDA. Naona yani ambao wanatoa fedha hawana tatizo lolote. Hamna kitu kimoja mimi nilikuwa naomba kitu hiki. Na maana wale watu ambao wanachukua fedha wenyewe ndio wakamatwe. Lakini yule ambaye anatoa fedha asikamatwe. Maana yeye anapigania ili apate nini? NIDA. Usipokee wala kutoa. Sasa inakuwaje hapo yule mpokeaji peke yake ndiye akamatwe, lakini huyu ambaye anakuja moja kwa moja na rushwa yeye asikamatwe? Kwa sababu inawezekana yule anayekuja na rushwa ndiye amemshawishi mhusika wa kuchukua rushwa kwamba aweze kuondoka mapema, au kwa upande wako imekaje? Yaani hapo samani, lakini wote watakamatwa, lazima kuhojiwa hapo, lazima wahojiwe. Kwa majina anaitwa Nelson Mwalo Manyamchere, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa kata hii ya Mlambela. Kwa watuhumiwa ambao wamekamatwa na hili zoezi, wakituhumiwa kwa kuchukua fedha kwa wananchi wetu wa kata hii ya Mlambela, tuombe tu serikali ifuate sheria, iwatie hatiani na hatimaye iwe ni fundisho kwa mazoezi mengine, sio NIDA tu. Hili zoezi ya NIDA iwe ni fundisho kwa mazoezi mengine.
Thank you.